Habari za kutwa mtazamaji wa SKF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu katika matangazo haya. Tunarusha live kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Mkusanyiko wa taarifa ya habari ikiwa leo ni tarehe 28 Aprili 2025 kwa nami Pendo Gotton nikusogezea taarifa hizi za habari. Serikali imesema imeweka upendeleo maalum kwenye zabuni za ununuzi wa umma kwa watu wenye mahitaji maalum ikiwa ni sehemu ya uwekezaji shirikishi katika shughuli za kukuza uchumi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma PPPRA, Dennis Simba amesema hayo wakati akifungua mafunzo maalum kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum. Sasa tuna jumla ya vikundi maalum 280 vilivyokamilisha usajili na uishaji wa taarifa zao katika mfumo wa ununuzi wa umma, yani NeST. Kwa sababu haya yote, ndugu washiriki, mtapata elimu kwa wawezeshaji kwamba yanafanyika kupitia mfumo maalum wa ununuzi wa umma kidijitali ujulikanao almaarufu kama NeST, ambapo vikundi hivyo vimepata tuzo ya mikataba zilizotolewa kwa makundi maalum. Jumla ya tuzo 440 zimeshatolewa kwa haya makundi maalum yaliyojiandikisha na kukamilisha uishaji wao, zenye thamani ya takriban shilingi bilioni 15. Miongoni mwao vikundi 163 sawa na 58% ni wanawake, na watu wenye mahitaji maalum ni vikundi 4 tu mpaka sasa ambavyo vimepata zabuni hizi, na wazee ni vikundi 17. Sasa kama unavyoona, kwanza usajili ni mdogo, vikundi 280, na mahitaji ni kwamba kikundi kiwe na kati ya watu 5 mpaka 20. Na unaona bado kuna mwamko mdogo kwa vikundi vya watu wenye mahitaji maalum, kwa sababu ni vikundi 4 tu ambavyo vimeshasajiliwa, vimeshauisha taarifa zao na ambavyo vimepata zabuni na kufanya kazi na serikali. Na ndio maana PPRA tumeona tuna haja kubwa ya kukutana na viongozi wa jumuiya pamoja na chama, tukishirikiana na hizi wizara mbili kuongeza kasi. Tunapozungumzia 30% kutengwa kwa taasisi nunuzi zote, takriban ununuzi wa umma uko kati ya trilioni 20 na trilioni 25. Kwa tunaweza tukawa tunazungumzia kati ya trilioni 3 mpaka trilioni 4 mpaka 5. Kwa hiyo ni fedha nyingi ambazo serikali inaelekeza taasisi nunuzi kuhakikisha wanatengeneza kazi ambazo ndio kazi ambazo zinafanyika kila siku katika utekelezaji wa majukumu yao. Niwapongeze sana PPRA, lakini pia niwaombe, huu sasa ni mzizi ambao mmeusimika. Sasa mzizi unapoanza kwenda chini, inakuja shina, hatimaye matawi. Maana yangu ni kwamba hiki mlichokianzisha sasa ni jambo ambalo linahitajika kwenye maeneo yote ya mikoa 26 ya Tanzania bara, na niwaombe bajeti zenu zitukumbuke, na Mungu awafanye hivyo ili mtukumbuke. Lakini pia mkurugenzi, watu wa serikalini na wanasiasa wamna msemo mmoja, nyinyi ni walemavu watarajiwa. Basi mkayafanye haya kama kweli walemavu watarajiwa. Maana yake unapoandaa mazingira ya elimu ya ununuzi na ugavi kwa umma kwa wasioona wa leo, basi na maana unatengeneza barabara na wewe, hata kama sio wewe, lakini kwa kizazi kijacho, pengine na ndugu yako na ndugu yako na shangazi yako na mjomba wako. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, aliwaagiza nyinyi wasaidizi wake mkae na kuwasikiliza watu wenye ulemavu. Leo tunaona matunda ya kauli na maagizo ya Mheshimiwa Rais. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI Zainabu Katimba amesema serikali haitosita kuwachukulia hatua watumishi wa umma watakaobainika kuhujumu mikopo ya 10% ya halmashauri.
Kuna vikundi vingine ambavyo havirejeshi kabisa hizo pesa. Na hizo pesa ziko katika mzunguko. Ina maana zinapotema katika mzunguko, vikundi vingine tena vinachukua. Je, serikali inachukua hatua gani kwa watu wasiorejesha pesa hizo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, lengo la kuanzisha mfuko huu wa ambao unatokana na fedha za 10% za mapato ya ndani ya halmashauri ni kutengeneza mitaji kwa ajili ya kuwezesha haya makundi. Na mfuko huu ni mfuko ambao tunataka tuendelee kukopesha vikundi vingi zaidi, yani ni mfuko kama wa mzunguko. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba mfuko huu unaendelea kudumu na kunufaisha makundi mengine mengi, basi tunachukua hatua mbalimbali ikiwemo hatua za kisheria. Tunafanya ufuatiliaji, kufuatilia wahusika wale ambao hawarudishi mikopo hii, na wale ambao wanajihusisha na udanganyifu tunawachukulia hatua za kisheria kwa kuanzisha mashauri kupitia mahakama. Lakini watumishi wa umma ambao wanashiriki katika udanganyifu huo au wanakwepa kutimiza wajibu wao na kusababisha hasara hiyo ya upotevu wa fedha kupitia fedha hizi zinazokopeshwa, basi na wenyewe taratibu za utumishi wa umma zinachukuliwa, taratibu za kinidhamu kwa mujibu wa sheria na kanuni. Wananchi wa kijiji cha Homboza wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani wameiomba serikali iingilie kati mgogoro wa ardhi uliopo na watu kupata vitishio na kujeruhiwa mara kwa mara, sababu kubwa ikiwa ni kuuziwa ardhi eneo la serikali. Amesema hayo mbele ya mkuu wa wilaya ya Kisarawe Bwana Petro Magoti wakati alipowatembelea kutatua changamoto hiyo. Kwa upande wake mkuu wa wilaya Mheshimiwa Magoti, baada ya kusikiliza kero hizo, ametoa siku 14 kwa wale wote waliouziwa eneo la serikali kujisalimisha na hati zao kuzungumza ili kupata suluhu ya changamoto hiyo. Wale wote mliouziwa kinyume cha utaratibu eneo la Kichangani na Parale, eneo la serikali lenye ukubwa wa hekari 3000, natoa siku 14 wajisalimishe wote waliouziwa mjana nyaraka zenu. Hiyo ni maelekezo, hairuhusiwi kuhojiwa na mtu yoyote. Mpige makofi, msipige makofi, mpongezane. Eneo la serikali linarudi, mtaki ustaki. Kuna option mbili. Waliojenga njooni mfanywe tathmini mlipe. Kisa anajenga sehemu ambayo sio yake, nimekwenda kwa mtendaji, nimekwenda kaambiwa muuzie, nimekataa. Tumekwenda kwa mtendaji wa kata, tumesema bwana muuzie, kakataa. Tumekwenda polisi, kasema muuzie, kakataa. Kila siku akija pale yeye anakambaza, akija pale ananipiga mimi, ananipiga. Sio kama sina uwezo, naogopa, najua serikali. Msaada wa serikali mtusaidie, Mama Samia atusaidie, mkuu wa wilaya atusaidie, utuangalie, tumeshaingia mkenge. Tutaenda wapi na wananchi tuko wengi? Naitwa Mariamu Isanyande. Ndio. Mimi ni mhanga kutokea Tabata. Pia kununua huko nikaambiwa ni eneo la mtu ambaye nimeletwa na mhanga mwenzangu. Kapuuzia, akasema ni maeneo yake hayana shida na mkipata wateja endeleeni kuwaleta. Tunaelekea wapi wamama na watoto? Kesi ya uchochezi na uchapishaji taarifa za uongo kwenye mitandao wa kijamii wa YouTube inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu inaendelea sasa kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi na mwandishi wetu. Mahakama ya Kisutu leo tarehe 28 mwezi wa 4 itatoa uamuzi kwa njia ya mtandao kuhusu hoja za pingamizi za mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Nje ya viunga vya mahakama hiyo na maeneo ya karibu, hali ya ulinzi na usalama imeonekana kuimarishwa zaidi. Hata hivyo, leo hakuna mwitikio wa wafuasi wa Lissu na hata mwitikio wa wanachama wa chama chake katika viunga hivi kama ilivyokuwa Aprili 24. Lakini pia tofauti na ilivyokuwa siku hiyo, kwa siku ya leo wanahabari wameweza kuingia ndani ya mahakama. Naitwa Nice Gisunte, ni mwenyekiti wa Baacha mkoa wa Kichama wa Ilala. Mimi pamoja na wanachama wenzangu tumeweza kufika mapema asubuhi ya leo
mahali hapa maeneo ya mahakama ya Kisutu, tukiwa tumeitikia wito na maagizo ya makamu mwenyekiti wetu wa chama, ambapo jana akiwa jimbo la Ukonga aliweza kusema tuweze kukutana hapa leo wanachama wote kwa ajili ya kuendelea kusikiliza shauri ambalo linamkabili mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa tumefika hapa mapema asubuhi. Binafsi nilifika hapa majira ya 1:30 ambapo nilikuta na kadhia ile ambayo kama ilitokea siku za nyuma, ya kwamba askari walikuwa ni wengi sana maeneo ya hapa ya Kisutu, lakini pia hata nilipotaka kuingia getini walinizuia kwa madai ya kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anaruhusiwa kuingia mahali hapa isipokuwa awe ni hakimu, wakili au mshtakiwa. Mbali na hapo hakuna mtu mwingine yote ambaye anaweza kuruhusiwa kuingia. Hata nilipojieleza ya kwamba ni haki yangu kuweza kufika mahakamani kusikiliza kesi ambayo inamkabili kiongozi wangu au ndugu yangu yoyote, bado walinikatalia na pia walinitaka niweze kuondoka kabisa maeneo haya ya mahakamani. Na hata niliposimama pembeni nikasema basi nawasubiria wenzangu na viongozi wangu wakiwepo makamu mwenyekiti ambao tunategemea kuweza kufika, bado waliweza kunifuata na kunifukuza, wakasema maeneo ya nje ya mahakama hayo yote hakuna mtu yote ambaye anaruhusiwa hata kusimama wala kupita eneo hili. Jambo ambalo kwa kweli sisi binafsi kama wanachama wa Chadema tunaona sio haki. Kwa sababu kwa nini wanataka kusikiliza shauri la mwenyekiti wetu gizani? Sisi tuna maslahi na kesi hii kwa sababu huyu ni kiongozi wetu, Mheshimiwa Tundu Lissu. Sisi tunajua sio muahini, bali ni mpigania haki, bali ni mpigania mabadiliko, ni sauti ya Watanzania. Hivyo shauri lake ambalo tunajua vile vile ni uongo alipaswi kusikilizwa gizani. Acha Watanzania wajue, waache Watanzania waone shauri hili linavyoendeshwa. Kwa maana hii sio mara ya kwanza. Waliwahi kumsingizia kiongozi wetu Mheshimiwa Mbowe kesi ya ugaidi, leo hii wamekuja kwa mwenyekiti wetu wa sasa kesi ya uhaini, lakini bado mashtaka yote wanataka yaweze kufanyika gizani. Kwa hiyo sisi wanachama wa Chadema kama ambavyo ni msimamo wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu, na sisi tunapinga kesi hii kuweza kuendeshwa gizani. Na ndio maana tunakuja hapa mahakamani kila inapotajwa. Hata kama watatupiga, hata kama watatuumiza, lakini hatutaogopa. Bado tutaendelea kufika hapa mahakamani, bado tutaendelea kupigania haki yetu ya kutaka kujua mwenendo mzima wa kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wetu unaendeleaje ndani ya mahakama hii. Na pengine umejaribu kuulizia viongozi wenzenu wengine ni kwamba watafika, maana yake leo inaonekana mwitikio kama vile uko down kulinganisha na siku iliyopita, au kama mwenyekiti kuchelewa kwake kuna uhusiano nini? Hapana, taarifa tulizonazo sasa hivi ni kwamba nyumbani kwake wamezingira mapolisi. Na sio nyumbani kwake tu, hata nyumbani kwa mheshimiwa mwenyekiti wetu Tundu Lissu pia mapolisi wamezingira. Yote ni kuhakikisha kwamba makamu mwenyekiti hawezi kutoka kuweza kufika hapa. Lakini hatukuacha kuja. Kwa hiyo nadhani leo wameona kwamba wamkamate kiongozi wetu nyumbani, basi kwa matikio kwamba makamanda wataogopa kuweza kufika hapa au tutaweza kutawanyika. Una wito gani kwa wanachadema wakati huo ukiwa ni kiongozi pia wa chama mkoa? Agenda ya no reform, no election iendelee kwa moto ule ule hata kama watamkamata kiongozi wetu mwingine tena. Waziri wa Nishati Mheshimiwa Doto Biteko amesema idadi ya wananchi waliounganishwa huduma ya umeme nchini imeongezeka kutoka 2,266,745 mwaka 2021 hadi kufikia 5,449,278 kufikia Aprili 2025, sawa na ongezeko la 97%. Dr. Biteko ambaye pia ni naibu waziri mkuu amesema hayo leo Aprili 28, 2025 wakati akiwasilisha hotuba ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nishati na taasisi zake kwa mwaka 2025-2026 bungeni jijini Dodoma. African Powerful. Mheshimiwa Spika, namba 4, kukamilika kwa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Nyakanazi hadi Kigoma, ambao umefanikisha kuunganisha mkoa wa Kigoma katika gridi ya taifa na kuwezesha kuzimwa kwa mitambo ya umeme wa mafuta. Aidha, TANESCO itaokoa kiasi cha shilingi bilioni 58.4 zilizokuwa zinatumika kwa mwaka kwa ajili ya ununuzi wa mafuta ya dizeli kwa ajili ya mkoa husika. 5 ni kukamilisha kwa ujenzi wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 132 yenye urefu wa kilomita 115 kutoka Tabora Urambo na kuwezesha kuimarisha upatikanaji wa umeme katika wilaya ya Urambo. Aidha, ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 132 yenye urefu wa kilomita 383 kutoka Tabora hadi Katavi kupitia Sikonge, Ipole, Inyonga umefikia 96%, unatarajia kukamilika mwaka huu wa fedha. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutekeleza miradi mingine ya kusafirisha na kusambaza umeme kama ilivyoelezwa kwa kina kwenye hotuba yangu ukurasa wa 26 hadi 40, ikiwa ni pamoja na mradi wa kuimarisha gridi ya taifa na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 220 kutoka Benako hadi Kyaka. Aidha, kutokana na jitihada hizo za kusafirisha na kusambaza umeme zilizotekelezwa na serikali, wateja waliounganishwa na umeme nchini wameongezeka pia kutoka 2,766,745 mwaka
2021 hadi kufika milioni 5,449,278 mwezi Aprili 2025. Mheshimiwa Spika, hili ni ongezeko la 97%. Mradi wa nishati vijijini. Mheshimiwa Spika, mwaka 2024-2025 serikali iliendelea kutekeleza azima yake ya kuhakikisha kuwa huduma ya umeme inafika vijijini kote Tanzania bara. Napenda kutumia fursa hii kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa serikali imeweza kuvifikia vijiji vyote 12,318 vya Tanzania bara kupitia miradi ya umeme iliyotekelezwa na wakala wa nishati vijijini REA. Aidha, kupitia utekelezaji wa miradi ya umeme vijijini, jumla ya taasisi na maeneo ya huduma 66,140 yameunganishwa na umeme kutoka taasisi 15,200 mwaka 2020. Hili Mheshimiwa Spika ni sawa na ongezeko la 315%. Mheshimiwa Spika, pamoja na kukamilisha wakazi ya uunganishaji wa umeme vijijini, serikali imeendelea kupeleka umeme kwenye vitongoji ambapo jumla ya vitongoji 33,657 kati ya vitongoji 64,359 vya Tanzania bara sawa na 52% tayari vimeunganishwa na umeme. Aidha, miradi mingine ya nishati vijijini iliyotekelezwa ni pamoja na miradi ya ujazilizi, mradi wa kusambaza umeme katika vijiji miji, mradi wa kupeleka umeme kwenye maeneo ya migodi midogo, viwanda vidogo na maeneo ya kilimo, na miradi ya kupeleka umeme katika minara ya mawasiliano ya simu. Aidha, ili kuboresha upatikanaji wa huduma ya nishati ya mafuta vijijini, serikali iliendelea kutekeleza mradi wa kuwezesha ujenzi wa vituo vidogo vidogo vya kusambaza mafuta, bidhaa za petroli vijijini, ambapo kiwango cha juu cha mkopo kinachoweza kutolewa kwa kila mwendelezaji ni milioni 132,600,000. Na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Mheshimiwa Mwanaidi Hamisi amesema kuwa serikali itachukua hatua kali dhidi ya wanawake wanaotupa watoto kwa kukwepa jukumu lao la msingi la malezi na makuzi. Hayo yamesemwa Aprili 28, 2025 bungeni wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Faharia Shomari Hamisi kuhusu kauli ya serikali kwa wanawake wanaotupa watoto. Kundi maalum. Mheshimiwa Faharia Shomari Hamisi, mbunge wa viti maalum, swali lake litaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Zahor Muhammad. Je, nini kauli ya serikali juu ya wanawake wanaotupa watoto? Swali hili lipo Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Mwanaidi majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Serikali imekemea na kulaani kitendo cha baadhi ya wanawake kutupa watoto kwa lengo la kukwepa jukumu lao la msingi la kusimamia malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Hivyo napenda jamii itambue kuwa serikali itachukua hatua kali za kisheria dhidi ya wanawake wataokutwa na hatia ya kutenda kosa hilo na kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria ya sura ya mtoto namba 13, kanuni ya adhabu sura namba 16 pamoja na sheria nyingine za nchi zilizopangwa kwa swala hilo. Mheshimiwa Spika, ninawasihi wanawake na jamii kwa jumla kuacha tabia ya kutupa watoto, aidha endapo itatokea kuna mtu ameshindwa kutekeleza jukumu la malezi ya mtoto, basi atoe taarifa katika mamlaka za serikali za mitaa, hususan ofisi ya ustawi wa jamii, ambapo watawajibika kuweka mpango wa huduma mbadala kwa mtoto husika sawa na matakwa ya kifungu namba 94 kifungu kidogo cha 5 cha sheria ya mtoto sura namba 13. Asante Mheshimiwa Spika. Na tuungane na Pantaleo Lugisha kitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa. Karibu mtazamaji wa SQF TV, tuziangazie habari za kimataifa kwa muhtasari, tukianzia huko mjini Vatican ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine kwa sasa anaonekana kuwa mtulivu na mwenye nia ya kufikia makubaliano ya amani. Akiwa mjini Vatican katika mkutano wao, Trump pia amemtaka Rais Vladimir Putin wa Urusi kusitisha mashambulizi na kukubali mazungumzo. Hali hii imejiri huku mapigano makali kati ya Urusi na Ukraine yakiendelea na Korea Kaskazini ikithibitisha kutuma wanajeshi kusaidia Urusi. Mashambulizi ya anga ya Marekani katika mji wa Sanaa nchini Yemen yamesababisha vifo vya watu 8 wakiwemo wanawake na watoto, kwa mujibu wa kituo cha television cha Al-Masla kinachodhibitiwa na waasi wa Kihouthi. Tangu Machi 15, Marekani imeshambulia maeneo 800 Yemen dhidi ya Wahouthi ambao wamekuwa wakishambulia meli za kimataifa baharini kuunga mkono Hamas. Mwanaume mmoja Kaji Adam Law
mwenye umri wa miaka 30 amefikishwa mahakamani nchini Canada akikabiliwa na mashtaka 8 ya mauaji baada ya kuvurumisha gari katikati ya umati wa watu waliokuwa wakihudhuria tamasha la Kifilipino Lap Lap mjini Vancouver. Mshukiwa huyo anaripotiwa kuwa na historia ya matatizo ya afya ya akili. Maafisa watatu wakuu wa bodi ya migodi, petroli na gesi ya Rwanda pamoja na wafanyabiashara 4 wamekamatwa wakituhumiwa kwa rushwa, matumizi mabaya ya mamlaka na utakatishaji fedha. Kati ya waliokamatwa ni Agustin Romushana, Johnny Kanyangila na Richard Niyongabo. Hatua hii imekuja wakati Rwanda inakabiliwa na shutuma za kimataifa kuhusu kuhusika na biashara haramu ya madini kutoka mashariki mwa DRC. Shukrani sana Pantaleo katika habari hizo za kimataifa, na mimi nikwambie tu mtazamaji, sina la ziada katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo. Ni kushukuru sana kutenga muda wako wa thamani kutazama taarifa hizi ndani ya SKF TV, lakini nizidi kukusisitiza kuanzia tarehe 12 Mei mpaka tarehe 16 Mei kambi yetu ya matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo pale Tabora. Ni upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Kwa yote yule atakayesikia taarifa hii amjuze na mwingine, lakini pia endelea kutembelea katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SKF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Ulikuwa nami Pendo Godson, nikutakia wakati mwema. Kwa mara nyingine tena, The Theme Qualities Foundation wa ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.